Twende kazi. Wakazi wa eneo bunge la Malava katika kaunti ya Kakamega wamewafurisha maafisa wa polisi waliokuwa na nia ya kusitisha hafla ya kisiasa ya upinzani. Na wamelaani tukio hilo wakisema kuwa kuandana hata kufanya mikutano sio kinyume cha sheria. Katika eneo hilo serikali ya muungano mpana yani broad base katika kampeni zake imetumia fursa hiyo kukemea upinzani, huku upinzani ukijipiga kifua katika eneo bunge la Mbeere kuwa wataibuka washindi katika chaguzi zijazo kwa kuwa huko ni nyumbani. Tumpate mwanahabari wetu Victor Ngaruya na taarifa hiyo kwa kina. Joto la kisiasa linaendelea kupanda katika maeneo tofauti nchini, mengi yanaibuka katika kipindi hiki. Katika eneo bunge la Malava kaunti ya Kakamega ambapo kuna mchuano wa wagombea kutoka vyama mbalimbali katika kiti kilichoachwa wazi baada ya kifo cha aliyekuwa mbunge mwenda zake Malulu Injendi. Wakazi waliwafurusha maafisa wa polisi wanaodaiwa kuwa na nia ya kusitisha hafla ya kisiasa ya upinzani. Sisi hatuwezi kukubaliana ya kwamba nyinyi mtoke huko mkuja mtupanga hapa Malava ati tupikia yule mtu faili kwa sababu nyinyi mmesema. Sisi mkutano wa leo hapa Malava utafanyika, mkutano wa upinzani utafanyika. Sisi ndio tunajua uchungu wa Malava. Usikuje hapa umekula kitu kidogo unaanza kutufinyilia. Malava ni one term. Sisi kama upinzani tunataka mkutano ya amani. Ilikuwa ni mbio za sakafu baada ya kudaiwa walikuwa na nia ya kusitisha mkutano uliokuwa umeandaliwa na upinzani ukiongozwa na Kalonzo Musyoka. Waambie watu wa Malava. Wakati huo upande wa upinzani ulifika kwa kishindo eneo hilo kwa mbwembwe, huku wakipigia debe Seth Panyako. Amesema Malava atu anatungojea. Mimi nimezoea kupigwa tear gas na polisi na bado niko hai. Wanamipiga tear gas. Serikali ya muungano mpana ukipenda broad-based imekuwa katika ziara yake eneo bunge la Malava ikiwashawishi wakazi kumchagua David Ndakwa, mgombea katika chama cha UDA, huku wakikemea mienendo ya upinzani. Na niko kwa chama cha UDA, siko hapa kimakosa, kwa sababu UDA kuna president pale, kuna serikali pale, kuna maendeleo. Unajua hawa watu wengine wanapenda kupinga kila kitu, wanajitafutia umaarufu, wanajitafutia sifa. Wakikuja hapa watukane watu wanawashangilia. Harambee! Naye aliyekuwa naibu wa rais na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea na ziara yake ya eneo bunge la Mbeere kumpigia debe mgombea katika chama cha DP Newton Karish. Gachagua pia hajasita kurushia chama cha UDA na Rais William Ruto makombora ya kisiasa. Sasa wewe, hawa watu unaweza kuja nyumbani Momenji, pahali watu wako na mtoto wao, ati unafikiria hao watu ni wajinga, ati wapatie pesa wasaliti mtoto yao. Kwingineko ni afueni ya muda kwa mmoja wa wagombea wa Banisa baada ya mahakama kuu kuifunga kesi dhidi yake ikisema kuwa hakuna vikwazo vyovyote vya kisheria vinavyomzuia kugombea. Mgombea huyo alikuwa amekabiliwa na kesi ya kuwania kiti hicho akiwa mmiliki wa uraia wa nchi mbili. Kuidhinishwa kwa mgombea wa ubunge wa Banisa Ahmed Malim na mahakama kadhalika IEBC ni ushindi ambao huenda ukaandamwa na mvutano mwingine wa kisheria iwapo mlalamishi ataamua kufufua swala hilo endapo Malim ataibuka mshindi katika kinyang'anyiro hicho. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imesema imeridhishwa na uamuzi huo wa mahakama. Victor Ngaruya, NTV. Tukiendelea na taarifa